nafasi kama hizi tunazozipata. Tuna historia kidogo ya ndefu na askofu, tumefahamiana naye muda, na mara nyingi ninapokutana naye huwa namkumbuka rafiki yangu mkubwa sana Azizi. Kwa kweli tumefanya kazi ya Mungu vizuri, na siku zote ninakumbuka matunda ya kazi ile ambayo tumeifanya. Lakini kama alivyosema, naitwa Deogratias Sukambi, sijaoa. Namshukuru Mungu bado kwaya zipo. Hili neno nashukuru, kwaya zipo, inaongezeka waimbaji. Nani ajuaye? Amen. Kwa nipo nilimaliza chuo mwaka jana mwezi wa 6, degree yangu ya kwanza katika uhandisi wa umeme, lakini nikathubutu kujiajiri mwenyewe. Kwa hiyo tunapambana na changamoto za kujiajiri wenyewe. Amen. Lakini wakati ambapo tumemaliza shule, na wakati ambapo nimemaliza shule nikiwa na ingia kwenye maisha ya huku mjini, nikakumbuka kwamba nilitumia takriban miaka 17 nikiwa naingia darasani na kutoka na kufanya mitihani, naingia darasani natoka, la kwanza, darasa la pili, la tatu, la 7, form 1, form 4, form 5, form 6, mwaka wa kwanza, mwaka wa 4. Ghafla nikajikuta nimeitwa wilayani, ni mgeni kabisa, kila kitu ni kipya. Kwa hiyo ilibidi nipunguze makali kidogo, nipunguza kasi, ilibidi nitulie kwanza, nitafute kujua naifuata njia gani. Lakini namshukuru Mungu, baada ya miezi kadhaa ya kuwepo mjini, kugombana na makondakta na magari na foleni na kila kitu kinachofanana na hicho, basi hatimaye wiki kadhaa nikawa nimemshirikisha askofu ya kwamba Mungu atikisi nami amenipa kitu cha kufanya. Amen. At least nianze kujiona na mimi ni mtumishi kati ya watumishi. Amen. Lakini Mungu akawa amenijalia neema, nikapata wazo la kuanzisha program ya kuzungumza na vijana. Bwana asifiwe. Niliita tu kwa jina langu Deo with Youth Talk Show. Bwana asifiwe. Ni program ambayo ninatamani niweze kukutana na vijana na kujadiliana nayo kwa habari ya maisha, kwa habari ya Mungu, kwa habari ya wito wao, kwa habari ya makusudi yao katika Mungu. Lakini si kwa habari ya wale wa kanisani, hata walio nje. Nimegundua tuna organization nyingi na taasisi nyingi ambazo zinadili na watu waliochanganyikiwa na madawa kulevya, walioshindikana, lakini wenye akili timamu hawana watu ambao wanawasaidia. Alafu tukasahau kwamba wenye akili timamu wanachanganya na mambo mpaka wanakuwa na madawa kulevya huko. Sasa badala ya kuzuia, tunakuwa tunasubiri matatizo hapo tuanze kuyatii. Kwa mimi nimeamua kufanya kazi na wenye akili timamu. Kwa hiyo kama wewe una akili timamu, basi ni mtainiwa wa programu hii. Bwana asifiwe. Wale wenye ambao akili zao zimeharibika, tuwaachie wengine watadili nao, si ndio? Kwa hiyo nilikuwa ninakusudia kwamba mwezi wa 7 tarehe 14, kimsingi tumeshaanza michakato. Wale ambao wanatumia mitandao ya kijamii kama Facebook, na page yangu nimeianzisha, inaitwa hivyo Deo with Youth Talk Show. Kwa hiyo ukikutana na hiyo page ukailike, unaweza ukaelewa nini kinaendelea huko. Lakini nakusudia tarehe 14 mwezi wa 7 nianze tukio rasmi, alafu hapa kanisani. Akisema amini. Yaani hapa. Alafu tutakuwa na tamasha yetu moja nzuri la kumsifu na kumwabudu Mungu. Alafu siku hiyo mimi mwenyewe nitakuwa na present mada kwa habari ya masuala ya msingi, kwa habari ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Kuna siri za ajabu sana ambazo wakati mwingine huwa natetemeka mbele za Mungu ninapogundua kwamba hakuzijui, na wakati pengine Mungu alikusudia tuweze kujijua. Lakini hata hivyo leo nitakupa chachu ya kile ambacho ukihudhuria siku hiyo unaweza ukakipata. Kwa hiyo leo nitakupa dondoo tu. Kwa kama unaandika kichwa cha somo, andika tu ndoa ya Kristo na kanisa. Nilishasema kwamba sijaoa, kwa hiyo conflict of interest na itangaza. Najitahidi tu kuzungumza mambo ya ndoa, lakini sijaoa. Bwana asifiwe. Ndoa ya Kristo na kanisa.
Nikukaribishe sana uwe sehemu ya programu hizo. Inakusudia kuwafikia watu wote popote mpaka ughaibuni. Amen. Lakini kwanza tunaanzia Yerusalemu, baadaye mambo yataendelea. Fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Nitasoma mstari wa kwanza hadi wa 3. Nawasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Pia tunaweza tukaongeza katika misali fulani kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 5, taanza mstari wa 22 na kuendelea mpaka mstari wa 32. Biblia inasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mke, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao watii waume zao katika kila jambo. Enyi wanaume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akaenda apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Vivyo hivyo liwapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anaochukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo kwa vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena kwa habari ya Kristo na kanisa. Ama pia niongeze mstari mmoja katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 na mstari ule wa 17. Biblia inasema, katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo sisi ulimwenguni humu. Haleluya. Nataka nizungumze jambo fulani kwa habari ya ndoa. Lakini mechi ikiwa ngumu, mara nyingi utakuta wachezaji wanapasha kidogo, si ndio? Ukiona wachezaji wanapasha nje ya uwanja, ujue mechi ngumu. Kwa hiyo hii mechi ya leo ngumu, na mimi ngoja nianze kupasha kidogo. Najaribu kumtafakari huyu mtu anaitwa Paul, ambaye ameziandika nyaraka hizi ambazo nimesoma katika Wakorintho wa kwanza na Efeso. Ni mtu ambaye ameifanya kazi kubwa sana katika imani, lakini hakuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa na Kristo. Maisha yake yalianzia akiwa kwenye pilika za kwenda kuliharibu kanisa. Akakutana tu na Yesu ambaye alikuwa halijui wala alikuwa hana mpango wa kumjua. Sidhani kama hata alikuwa anahisi kwamba kuna siku atamjua. Lakini akakutana naye tu, akampiga upofu. Baada ya muda akafungua macho yake, akamwambia aende kuhubiri Injili. Ni Paulo huyu ambaye anafika wakati kwenye ushuhuda wake, akiwa anaongea katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa 5, akati anawaandikia Wafilipi waraka, akamwambia, ni nani mtu yule ambaye anajivuna kwa matendo ya mwili? Kama pengine yuko mtu ambaye anajivuna kwa matendo ya mwili, mimi nami nilikuwa ninayo sababu ya msingi ya kujivuna kwa matendo ya mwili. Kwa sababu ukidhani kana kwamba wewe ni wa mwilini, naomba nikwambie kidogo kwa habari ya ushuhuda wangu. Akawaambia, mimi ni Mwisraeli. Alafu akasema, mtu wa taifa la Israeli, wa kabila la Benjamin, Mwebrania wa Waebrania. Alafu akasema, kwa habari ya kuishika Torati, mimi ni Farisayo, na kwa habari ya juhudi nilitesa sana kanisa, lakini kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria nilikuwa sina hatia, nimekamilika na sina dosari. Kwa hiyo mtu akitaka kujisifu kwa habari ya mambo ya mwili, ninavyo
kile ambacho kilikuwa ni bora kwake siku alipokutana na Kristo aligeuzwa. Na sasa kwenye Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20 anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, na lakini ni hai, na si mimi ninaoishi tena, lakini Kristo anaishi ndani mwangu. Nimebadilishwa mtazamo wangu, nimebadilishwa fikra zangu, nimebadilishwa jinsi ninavyofanya mambo, nimebadilishwa kauli zangu, nimebadilishwa mwenendo wangu. Nalikuwa Myahudi makini, lakini leo ni Kristo makini. Si mimi ninaoishi, bali yuko Kristo anaishi ndani yangu. Katika mazingira kama hayo, Paulo anajikuta kwa Wayahudi hafiti na kwa Kristo hafiti. Alipookoka anakwenda kwa Wayahudi, wanamwambia umekuwa mlokole sana, hutufai, kaa mbali. Anakwenda haufai. Paulo anajikuta anakataliwa na Wayahudi, anakataliwa na Wakristo. Akajikuta ni mtu amefanya kwenda kwa mataifa kufanya huduma, kwa sababu at least watu wa mataifa wameanza kuelewa. Akijaribu kumfafanua Yesu, Paulo haelewi kumfafanua Yesu vizuri, kwa sababu hakuwepo wakati amegeuza mambo ya wale samaki wa chako na mikate kuwa vini. Alitamani awepo, lakini hakuwepo wakati ule. Alikuwa ananyosha mgongo ule vini. Alitamani kuwepo wakati ule. Yule mwanamke alikuwa kutoka damu yake 12 hakuwepo nyakati zile. Anajaribu kuwafafanulia Yesu ni nani. Paulo anashindwa kujielezea, lakini akitana walikuwa wanamshangaa. Akienda kwa Wayahudi wanamshangaa, akaenda kwa mataifa, lakini pia hawezi kumzungumzia Yesu vizuri. Akajikuta analazimika kutumia shuhuda zake kuwahubiria kwa habari ya Yesu Kristo. Kila wakati akikaa na watu anawaambia niangalieni mimi, nilikuwa mwenye dhambi lakini Yesu ameniokoa, nilikuwa lakini Yesu ameniokoa. Paulo napasha tukafungua makanisa kwenye mataifa na mataifa. Safari yake ya injili ikaendelea na kuendelea. Akajikuta anaanza kulazimika kuwasiliana na watu kwa njia za nyaraka. Akaanza kuwaandikia, kwa sababu si mara zote aliweza kufika kila mahali. Akaamua kufanya maamuzi magumu ya kwamba akawa anawahubiria kwa njia ya maandiko. Lakini maandiko yote si kwamba yalitokana na ufunuo aliyopata. Kuna maandiko ambayo aliandika kwa sababu ya maswali yaliyopimwa kwake. Wakorintho walifika wakati wakaanza kuchanganyikiwa baadhi ya mambo yanayotokea katika kanisa, wakaamua kumtumia maswali. Wanamwambia mheshimiwa, tuhubirie injili, lakini tuna tatizo moja, tuna tatizo la pili, tuna tatizo la tatu. Na katika waraka wa Korintho, Paulo anaanza kujibu maswali ya Korintho. Anaanza kuambia kwa habari ya, anaanza kuambia kwa habari ya, anaambia kwa habari ya, lakini tukijua wazi ya kwamba Paulo hakuwahi kuoa wala hakuwahi kuwa na mke. Akakutana na swali kwa habari ya ndoa. Roho shangaza. Jesus. Anakutana na swali kwa habari ya ndoa. Katika sura ya 7 akasema sijawahi kuoa, lakini nitajaribu. Na mimi sijawahi kuoa, nitajaribu. Akaambia kwa habari ya mambo ambayo mliniandikia kuhusu ndoa, jambo la kwanza ninatamani wote mwe kama mimi, nisipate ile balaa kuuliza maswali. Lakini nimegundua ya kwamba kuna zinaa. Kwa sababu hiyo basi kila mmoja awe na mume wake, na kila mke awe na mume, na kila mume awe na mke wake. Na ninatoa hizo hivi na kwamba kila mmoja ahakikishe kwamba mwili wake hana mamlaka juu ya huo mwili. Lakini ukikubali kuwa na mume, basi kuwa makini, kwa sababu shida ni zinaa. Kwa hiyo lazima ukubali kuwa huru, mwili wako kumwachia mwingine. Kwa hiyo mwili wa mwanamke usiwe juu ya mamlaka yake, na mwili wa mwanaume usiwe juu ya mamlaka yake. Lakini akaendelea kuandika. Paulo anajaribu kujitutumua kuandika kwa habari ya ndoa. Akafika wakati anapata wakati mgumu. Sura ya 11 akanipua sana moyo wangu. Akaanza kuambia Wakorintho kwa habari ya jambo fulani ambalo lilimtikisa kidogo akili yangu. Anawaambia sikiliza, niambie, nataka tu ninyi mlipofikia mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Siwaambii ninyi mfuate Kristo, lakini kwa sababu ni Kristo anakaa ndani mwangu na amebadilisha utu wangu wa ndani, nina ujasiri wa kusema ninyi nifuate mimi kama mimi ninamfuata Kristo.
Kuna jambo nataka mjue ya kwamba kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha kila mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Mlielewi ya kwamba Kristo alipokuja duniani, mambo yote aliyofanya kwa mujibu wa kichwa. Mambo yote aliyosema kwa mujibu wa kichwa. Mara nyingine anasema yale yote niliyosikia kutoka kwa Baba nayoambia. Sehemu nyingine naambia ndipo hapa si kwa mapenzi yangu, lakini kwa mapenzi aliyonipeleka. Mara nyingine naambia ya kwamba mimi pasipo Baba si kitu. Mara nyingine naambia msiniite mimi mwema, kwa sababu mwema ni yeye aliye juu. Mara nyingine naambia sina nguvu mimi isipokuwa yeye aliye juu ananipa nguvu, kwa sababu yeye ndiyo kitu. Kwa baada ya Mungu kufanyika kichwa cha Kristo na Kristo anatupa maelekezo ya kutosha, kimsingi Biblia inasema katika mistari hii maelekezo yale ambayo Kristo aliyatoa, mtu wa kwanza aliyekusudia kufikia na yale maelekezo alikuwa ni mwanamume. Tutaki kuzuri kwa wewe. Kwa hiyo Mungu anampa maelekezo Kristo, Kristo anampa maelekezo mwanamume, mwanamume anampa maelekezo mwanamke. Kwa hiyo kilichosababisha sasa Kristo aweze kupokea maagizo yote ambayo Mungu alikusudia kuwapa wanaume ni utii wa Kristo kwa Mungu, na kilichosababisha Mungu awape vitu vyote ambavyo alitaka mwanaume avijue Kristo ni upendo wa Mungu kwa mwanaume. Alafu kinachoweza kusababisha mwanaume aweze kupokea vitu vyote ambavyo Kristo alikusudia mwanamke pia avijue ni utii wa mwanaume kwa Kristo, lakini kinachosababisha kwamba Kristo avitoe vyote ambavyo Mungu alimpa mwanaume ni upendo wa Kristo kwa mwanaume. Alafu kinachoweza kusababisha mwanamke akavipokea vitu vyote ambavyo Kristo alipewa na Mungu ampe mwanaume ili avipate yeye ni utii wa mwanamke, sio wa Kristo bali kwa mwanaume. Alafu pia kinachoweza kusababisha mwanaume afungue moyo wake kumpatia mwanamke maagizo yote ambayo Kristo alipewa na Mungu ampe yeye ni upendo wa mwanaume kwa mwanamke. Nilipunguza spidi. Paulo akaendelea kuandika nyaraka, akaendelea kutema Injili kwa njia ya makaratasi. Akanifurahisha zaidi kwenye waraka wa Efeso. Akasema kwenye mafafanuzi kidogo kile nilichokiongea kwenye Wakorintho wa kwanza, ni mafafanuzi kidogo. Wale wafafanulie kidogo nini ambacho kinatakiwa kutokea. Anafika katika kitabu cha Efeso, anawaambia mengi anayowaambia, lakini sura ya 5 mstari wa 22 anaanza kutema vitu kwa habari ya ndoa. Anaanza kuonyesha vile ambavyo mwanamke anafananishwa na kanisa, alafu anaanza kuonyesha vile ambavyo mwanamume anafananishwa na Kristo. Alafu anaanza kusema sasa, sikiliza, kilichosababisha Kristo aweze kupokea yote kutoka kwa Mungu ni utii wake yeye kwa Mungu, na kilichosababisha mwanaume aweze kupokea vitu vyote kwa Kristo ni utii wa mwanaume kwa Kristo. Alafu kilichosababisha mwanamke apokee vitu vyote kutoka kwa mwanaume aliyopewa na Kristo ni utii wa mwanamke kwa mwanaume. Kwa hiyo ninawaambia wanawake watii waume zenu kama ambavyo kanisa linamtii Kristo, kwa sababu kilichosababisha kanisa likapokea vyote ambavyo Kristo alikuwa navyo kwa ajili yao ni utii wa kanisa kwa Kristo. Kama kanisa lisingeweza kumtii Kristo, lisingeweza kupokea vile ambavyo Kristo alikuwa navyo bila kanisa, haijalishi kilikuwa vizuri kiasi gani. Kwa hiyo ninawaagiza wanawake muwatii waume zenu katika mambo. I feel like the anointings. Anasema mwanamke na amtii mume wake kama kanisa
anavyomtii Bwana, kama kanisa lilivyomtii. Kwa wakati mwanamke anapozidi kumtii mume, ndivyo ambavyo anazidi kupokea vitu vizuri kutoka kwa mume, kwa sababu vitu vizuri anavyotoa mume kwa mke wake vinategemea utii wake juu ya mume wake. Kama wasingetii, kanisa lisingeweza kusaidiwa na Kristo, lakini kwa sababu kanisa litii, basi Kristo akaweza kumsaidia kanisa. Vivyo hivyo wanawake na watii waume zao katika mambo yote. Alafu akasema hivi, kilichosababisha Mungu aweze kupatia maagizo yote mazuri Yesu, ni kwa sababu Mungu aliupenda sana ulimwengu. Kwa hiyo Yesu alipewa vitu si kwa ajili yake, lakini kwa ajili ya wanaume. Kwa hiyo Mungu alipenda sana ulimwengu, ndio maana akatoa vyote kwa Yesu. Yesu awape wanaume. Kama Mungu asingependa ulimwengu, asingekuwa tayari kufungua moyo wake kuwapatia vitu vya kuwafaa watu wa ulimwengu. Kwa hiyo Yesu Kristo akapewa vitu vyote ambavyo tunastahili kwa maana ya wanaume, ili kama aweze kutupatia wanaume. Na hivi wanasema wanaume, wapendeni wake zenu kama vile ambavyo Kristo alipenda kanisa, akajitoa mwenyewe kufa kwa ajili yake. Si tu alikufa kwa ajili yake, akaacha utukufu wake mbinguni, akaja kufanana na wanadamu. Yes, yeye ndiye aliyekuwa vyote. Kwa hiyo wapendeni wake zenu kama mnavyopenda miili yenu. Yeye apendeni wake anauisha, anaufisha, anaupendeza, anauogesha. Kwa hiyo ninawaambia pendeni wake zenu. Sababu ndio wenyewe niambiwa, mtamwacha baba na mama yako utaenda kwa mke wako, nanyi mtakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ukipenda mke unapenda mke wako, ukipenda mke unapenda na mke wako. Siri hii kubwa, maana sikuwahi kuoa, ila nazungumza kwa habari ya Kristo na kanisa. Ndoa kuanzia kitabu cha Malaki kurudi nyuma ilikuwa tu kama ndoa, lakini kuanzia Yesu alipokuja akasema ya kwamba uhusiano wangu mimi na wanadamu utakuwa katika mantiki ya ndoa, ilisababisha ndoa za jinsi ya mwili ziwe ni taswira ya ndoa baina ya Kristo na kanisa. Ndoa ya mume na mke kwenye Agano Jipya imekuwa ni taswira ya ndoa baina ya Yesu na kanisa. Ile ndoa inayofungwa na Yesu na kanisa, kuna kioo, kwenye kioo mle ndani utaona kuna picha ambayo kama hii. Ile ndio inaitwa ndoa ya mume na mke. Kwa ukizungumzia mwanamke kwenye upande huu unazungumzia kanisa, ukizungumzia mwanaume kwenye upande huu unazungumzia Kristo. Nanielewa nachosema? Kwa sababu ndoa ya mume na mke ikawa ni kama taswira ya ndoa ya Kristo na kanisa. Chochote kinachotokea baina ya ndoa ya Kristo na kanisa kinatokea pia kwenye ndoa ya mume na mke. Kwa sababu mimi nikiwa najiangalia kwenye kioo nikajifuta, picha yangu pia itajifuta. Nikiwa mweupe itakuwa mweupe, nikiwa mweusi itakuwa mweusi, nikiwa kijani itakuwa kijani, nikijitikisa itanitikisa. Lakini taswira haiwezi kuniongoza mimi mtu kamili, ila mimi niniongoza taswira. Kwa hiyo uhusiano baina wa Kristo na kanisa ndio ukawa umeshikamanishwa na uhusiano baina ya mke na mume. Kwa hiyo chochote kinachotokea baina ya Kristo na kanisa utanikuta kinatokea pia baina ya mume na mke. Uhusiano wa Kristo na kanisa unapokuwa mbovu, ndoa zinaanza kuwa mbovu kwenye jamii. Nasema kwa habari ya ndoa sijaoa, siri kubwa, lakini tuniacheni niseme kama kwa Bwana nikioa nitakuwa na ya kwangu. Sasa hivi nina ya Bwana. Mnaelewa vizuri? Tunao kanisa la watu ambao hawamtii Kristo, alafu tunatarajia wake wawatii waume zao. Tunaendelea. Tunao kanisa la watu ambao hawaongozwi na Roho Mtakatifu, alafu wanaume wamekaza msomo wanataka kuoa
kuongoza wake zao. Unanielewa? Tuna kanisa ambalo watu pesa zao wanazitumia kwa habari ya mambo yao Mungu baadaye. Mke wake anafanya kazi, anataka mke afanye kazi alafu yeye anazaidi kwenye familia. Sikiliza. Huu ni ukweli. Sikiliza. Tuko kwenye jamii ya watu ambao watu wanarudi nyuma kila siku. Alafu tunashangaa ndoa kuvunjika. Subiri nikae hapa. Tumeamrishwa kwamba sisi ni miungu na ghafla tumekuwa na kiburi, tunatamani kuwa kama miungu. Alafu tunashangaa wake zetu wanaotaka haki sawa. Mungu anakushangaa. Anasema hamjajua kwamba yanayotokea kwenye ndoa ni matokeo ya kile kinachotokea baina yangu mimi na mimi. Kimsingi shida sio wanawake, shida ni kanisa. Na kanisa linanifanyia uhuru. Ule uhuru nimeuchukua nimewapatia wanawake wanaofanyia nyie wanaume. Kama mwezi kustahimili ndio na mimi siwezi kustahimili. Na kama mwezi kubadilika mjue kabisa kwamba na wanawake hawatabadilika. Kwa sababu kinachotokea kwenye jamii ni kile ambacho kinatokea baina ya Kristo na kanisa. Chochote kinachotokea kwenye picha kinaenda kutokea kwenye taswira ya picha. Hauwezi kuzuia, isipokuwa kama unataka kuzuia maafa kwenye ile taswira, lazima urudi ukazuie maafa kwenye mtu mwenyewe. Kwa hiyo mtu mwenyewe akiharibika, picha yake inaharibika. Lakini kama mtu mwenyewe akitengemaa, picha yake inatengemaa. Kwa hiyo Yesu anatuangalia na kushangaa tunapotumia saikolojia, tunapotumia mipango, mikakati mingine katika mnashindwa kujua kwamba mnabili na picha. Mtu halisi lipo hapa, ndoa yangu na kanisa inatikisika. Mimi natazama hiyo ndoa hauwezi kuiedit, hauwezi kurekebisha. Kwa sababu shida sio kwenye hiyo, shida ni huku kwangu. Alichokifanya Kristo, amechukua changamoto ambazo anakutana nazo kwenye mahusiano yake na sisi, ameziweka kwa wanawake. Kwa hiyo zinaanza kuathiri mfumo mzima wa mahusiano baina ya mke na mume. Kwa hiyo mwanamke, nimekaa nimefanya uchunguzi. Mimi mwenyewe ni mtundu kidogo. Tangu nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana Biblia, saikolojia za watu, ndio kuchunguza. Nikagundua wanawake huwa kuna vitu vingi vya tabia nyingi wanazofanya. Ukimuuliza kwa nini anafanya, kuna meta siku. Naona kitu anafanya. Yaani sijisikii. I can't control it, lakini najisikia kunifanya. Bwana asifiwe. Kuna kitu kinaendelea katika baina ya Kristo na kanisa, ndicho hata kinachokuja kuingizwa kwa wanawake kinaanza kusumbua. Kwa hiyo wanatumia ndoa za kawaida kusema na sisi kwa habari ya tatizo linalotokea baina yake na kanisa. Mungu hahitaji kuingia kwenye magoti kuanza kumuuliza, Bwana tuambie uhusiano wetu na wewe. Anasema kiangalieni ndoa zenu mtajua kwangu haiko. Hawaelewi vizuri. Ukitaka kujua uhusiano baina ya watu na Mungu kwenye jamii yoyote umekaaje, angalia kiwango cha ndoa kuvunjika na kustahimili. This is a very strong issue. Yeah, it's a stuff. It's a big stuff. It's a big stuff. Watu walikuwa lazima tupige ugali. Lazima wale ugali. Lazima wale ugali. Lazima wale wanaume wamebounce. Sema wamebounce. Changamoto za mahusiano ndio wanaume wamebounce. Mpaka wakaamua kutangaza ndoa heshima. Unajua swala la ushoga na wawili walikuwa tangu enzi zo kwenye Sodoma na Gomora. Lakini swala la ndoa ya jinsia moja imetokea sasa hivi. Kuna uovu wa mtu kulawiti na kuwashoga. Lakini swala la mwanaume kukaa na mwanaume mwenzake ni tangazo la kwamba tumechoka kero. Na kwa kweli ndio kupingana na hiyo, lakini nakwambia baada ya miaka 20 na wanaokoa vijana ndio kama tukishika kujua namna ya kutatua tatizo. Imefika wakati wanaume wanaona solution ni kukimbia.
Kwa baada ya muda fulani tutakuwa na kidunia mbili, kidunia cha wanaume na kidunia cha Yesu. Anacheka anasema hivi, kama mmeshindwa kustahimili maumivu ambao wake zenu wanawapatia, mjue na mimi ninashindwa kustahimili. Sasa ninawapa hiyo ganzi muifeel vizuri. Unanielewa ninachosema? Yaani nimechukua kile ninawapatia kule ili mfeel ninachofeel. Sasa maumivu yamezidi, tunaona tukimbie. Lakini anasema kama mmeamua kukimbia, mjue wazi na mimi ningeweza ningekimbia, lakini upendo wangu unanisukuma kwenda nazidi kuwapatia ganzi ili mfike wakati mweze kupata timamu. Naenda mzuri. Huyu jamaa anafundisha kwa ajili ya nini? Ni hivi. Asilimia 90 ya mabinti ambao nimekaa nao na kuwafanyia counseling kwa habari ya mahusiano wanatamani kuwa na ndoa nzuri. Na asilimia 90 na vijana wanatamani kuwa na ndoa nzuri. Lakini wao wasiotamani hata kuolewa ni kwa sababu wana hofu kwamba ndoa sio nzuri. Kwa hiyo nao wanatamani ndoa nzuri. Kwa hiyo asilimia 100 ya watu wanaotamani kuingia kwenye ndoa wanatamani ndoa nzuri. Sasa unajua kama mtimu kuku vizuri, wewe nao kwenye chakula. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo Yesu akaamua kwenda nao ya uhusiano wake, ya kukimu uhusiano wake na kanisa kwenye kile kinachokipenda, ndoa. Anasema kuku kula chakula utakula na nao. Usipokula chakula nao. Kwa hiyo unatamani kuwa na ndoa nzuri, basi tamani kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Kimsingi Yesu alipoeleweka ni kwamba wanaume wanapotafuta sana kumjua Kristo, ina maana haiwasaidii kwenda mbinguni, lakini inawasaidia pia kuwafaa wake zao. Kwa hiyo mtu akishindwa kumfaa mke wake, kuna kimbizo kama anaweza kufika mbinguni. Okay, nilikuwa nakwambia hicho kuja kometa. Na mwanamke anapomtafuta vizuri Mungu, si kwa ajili ya kuingia mbinguni, lakini imeshikamanishwa pia na kile anachokipenda cha kuwa na ndoa. Kwa hiyo si wakati unaingia kumtafuta Mungu, si kwa sababu ya kwenda mbinguni tu, lakini kwa sababu unapenda Mungu. Nataka kuanzia mahali fulani mambo yanifanya kusudi. Ni kusudi la mwanaume kumjua Kristo, au kipaumbele cha mwanaume katika mahusiano yake na Kristo inatakiwa ni kumjua sana Kristo mpaka kufikia kwenye level za kufanana na Kristo, ili aweze kuishi na mke wake kama Kristo anavyoishi na kanisa. Mimi ninapomjua sana Mungu, lazima nijue si kwa ajili ya kwenda mbinguni tu, lakini pia ni kwa ajili ya kufungua moyo wangu mwanamke aweze kumsoma Kristo kwa kuniangalia mimi. Kimsingi mwanamke anapokuwa kabla hajaolewa anaweza akawa na access ya kujifunza kwa Yesu moja kwa moja, lakini anapoolewa mwanamke huwa anajifunza kwa kupitia mume wake. Wangapi unajua hivi? Wadada hapo. Yaani ukiolewa ni obstacle. Ni obstacle ya kumfikia Yesu. Kwa hiyo nashangaa wale wananiambia mtumishi wa Mungu ni basi gani? Hajaokoka lakini anaangalia. Yuko smart, mpole, ananisifu vizuri na mmoja umechanganyikiwa wewe jana. Kwa sababu hujajua mantiki ya ndoa. Haiwezekani ukawa na mtu ambaye hamjui Kristo, amekaa mbele yako, alafu unatengeneza ukuta, anasema ataka kama anakuhusu kwenda kanisani. You cannot learn so much about Jesus kama unamwona ndoa leo mwanamke, isipokuwa kupitia ndoa. Kwa kama mume hajakaa vizuri, ondoa
hiyo kwa tunaniangalia. Alafu ananiambia kijana kinasema tu sijaoa. Na acha niseme tu kwa sababu sijaoa. Nikioa bado ataniangalia neno yangu sinione dogo naye lazima niseme. Najua wasema anafumutubi haelewi kabisa. Na hata Paulo alifika wakati alikuwa haelewi kabisa. Na ujasiri wote aliokuwa nao Paulo inafika wakati anawaambia watumishi wa Mungu, mimi mwenyewe bado ninakaza mwendo, sijaona kama nimefika, ninakaza mwendo, ninaandikia nyaraka za ajabu zenye nguvu ya Mungu, zenye uwezo wa ajabu, zinaweza zikaponya watu, zinaweza zikakosoa wazizi, zinaweza zikaondoa watu ndani ya kanisa, lakini bado sijaona kama nimefika, nakaza mwendo niweze kufikia ile mbele ya dhahabu ya wito mkuu niliotiwa. Na siku wakati pamoja na uwepo wa Mungu wote aliokuwa nao, Paulo anawaambia watu nyie ambao ninawaandikia nyaraka zangu, ninaomba pia mniweke katika maombi yenu, kwa sababu baada ya kuombea sana isije mimi mwenyewe nikawa mkataliwa. Kuna mambo mengi ninakwenda kwa niombee sana, maana nilikuwa ninanena kwa jinsi ya ujasiri jinsi hii inahitaji neema ya Mungu na ndio kuweza kustahimili hayo. Maana haijalishi ni hekima kiasi gani tunao, haijalishi ni maarifa kiasi gani tunao, haijalishi ni nguvu ya Mungu kiasi gani tunao, bado tunahitaji neema ya Mungu kuweza kustahimili yale ambayo tunawafundisha. Kadiri Paulo anasema isije na mimi nikaja nikakataliwa. Kwa hiyo usishangae kwa nini nafundisha. Ninafundisha kwa sababu ninaye Yesu ndani yangu, na si mimi ninaoishi, bali ni Kristo ndani yangu anaishi. Na ninakwambia kama kwa Bwana ya kwamba nimekupata kwa makini na uchaguzi wa nani anakuoa, uchaguzi wa nani anamuoa, kwa sababu ipo siku utakugharimu kwa kuwa na maisha. Mungu ndiye anaendelea. Hasa unajua Yesu aliweza kuishi na sisi. Lakini kuishi na mwanamke kama Yesu alivyoishi na sisi. Rudi mjua mwanamke. Sijajua. Nasema sijajua. Lakini niulize, kama kwa usumbufu wako Yesu aliweza kuishi, wewe unashindwa vipi? Na kama ukishindwa, utapataje kuwa na ujasiri siku ya hukumu? Anasema katika hili tendo la Mungu limekamilika kwetu, ili tuwe na ujasiri siku ya hukumu tutakaposimama mbele ya haki, kwa sababu imekusudiwa kuwa kama yeye alipo ndivyo sisi tuwe hivyo hivyo hapa ulimwenguni. Kwa hiyo kabla hatujafika mbinguni, tumdhihirishie Kristo ya kwamba tumefanana naye, na imani pasipo matendo imekufa. Kwa hiyo tendo la kwanza, ishi na mke wako kama Kristo alipoishi na kwa sababu mtu wa Kristo ni moja, lakini matendo unajua nichunguza nilikuwa nasoma sana mambo ya saikolojia. Hizi Biblia imebadilisha. Nimegundua kuna tabia fulani za wanaume ni kama Mungu. Ni kama Mungu. Tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Wauliza nani akwambia wanaume wako na mipango yao. Ndio hii nimesema mengine baadaye. Waliolewa wanajua mwanamke akiamua kusema sasa hata hivi unajenga nyumba hadi nywele na nini nyoe, maana hakuna hela sana. Na Mungu wewe tafuteni kwanza ufalme. Binti mmoja akaja akaniambia mtu mama anashangaa sana. Naambia kwa nini? Alikuwa ananipigia simu asubuhi, mchana, jioni, na usiku, asubuhi, mchana. Nilipomwambia tu ndio, simu hamna, yuko busy. Mpaka nikafuta vipi? Nikamwambia ungesoma. Hapo ungesoma. Kama nawapenda wao wanipenda na hao wanitafuta kwa bidii watajua. Haujui kwamba Yesu alikuja kukutafuta, alafu baada ya kupata anasema ombeni bila kuogopa. Haujui kwamba usipoomba unakufa kiroho, alafu ukifa kiroho Yesu anakutafuta tena na kurudisha. Alafu anakuomba utafuta. Haujui kitu ambacho kinakwambia. Kuna vitu ambavyo nimekutana navyo kwenye Biblia nikashangaa. Hivi unajua kwamba hakuna mwanaume wakati watu ambao ni wabisi kuomba samani ni wanaume. Mwanaume anakwambia ishi. Alikosana kwa ile yaji Osman basi. Hawezi kuongea leo kwa sababu. Wewe kusoma Biblia wewe kutaka kuanzia mwanzo mpaka kwa Mungu anaomba samani. Sikiliza vitu ambavyo unapata shida lakini vitu ambavyo ni vya ajabu unapenda kumshangaa Mungu. Wanaume wengi wanakaa katika zinazofanana na za Mungu kwa sababu Adamu mwanzo alipotengenezwa, alitengenezwa Mungu alikuwa hakusudi kama
Wanaume wasema amen. Nakuja wewe. Lakini wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa. Kristo akiwa mbinguni ana utukufu wa kimungu, akaamua kuachana na utukufu wa kimungu, akashuka akavaa mwili, akafanana na wanadamu. Yaani ndio katika kwenye ndoa ni kwamba wanaume katika wanaume wako ushuke mpaka uwe kama mwanamke. Kifika mwenye ndio kinachosema. Yaani usikii kusema samahani, lakini kwa ajili ya furaha ya mke wako unamwambia samahani. Au usikii kumwambia pole, lakini kwa furaha yake unamwambia pole. Yesu alikuja akafanana na wanawake. Ni upendo wa Kristo. Na nakwambia wanaume, ampende mke is not a simple thing. You must come down to the level ya kucheza naye kama mwanamke. Anasema heshima na wake zenu kwa haki. Wana nguvu kuliko na ufufuo. Na ukitaka kujua kama wana nguvu, fanya process kidogo. Kwa hiyo wanawake kwa jinsi ya mwili lakini emotionally they are very strong. Wanaume kwa mwili tuna nguvu ila emotionally tuko very weak. Na ndio maana ukuta kuna changamoto ndogo ya ndoa, wengi ni watoto wengi ni wanaume. Wengi wale ni wanaume. Mama akipewa pressure kidogo, pole. Hawezi kustahimili maumivu. Ila unajikazana ukikuta na cheki. Lakini ndani imepigika vibaya. Mwanamke anaweza akateswa ndani ya nyumba lakini bado akalea watoto, akawapikia watoto na ampi sumu mume wake. Yuko very strong emotionally, lakini unakuta analia. Ila bado watoto analia. Lakini analia. Analia. Lakini bado anapikia watoto analia. Lakini nini kwa analia? Analia. Sasa usiseme ni wadhaifu, sio wadhaifu. Watakupiga vibaya. Mimi nasema tu kwa habari ya Kristo na kanisa. Asili ni kubwa. Haleluya. 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 Ilikuwa ni simple sana. Yesu alipofanya haya mambo yalikuwa ni rahisi sana. Wanawake akimwangalia vile mume wake anavyompenda, anavyomhudumia, anavyomjali, anavyomtimizia kazi, anavyomwombea, anavyomtia moyo, anavyomwencourage, mwanamke anafika anasema si swala la Yesu naye yuko hapa kama Yesu. Anakufundisha kila kitu. Yaani ifika wakati mwanamke amuone Yesu ndani mwako. Asiende kusoma Biblia lakini kabla ya kusoma Biblia anamuona Yesu anatembea kwako. Anamuona Yesu kwenye matendo yako. Anamuona Yesu kwenye kauli zako. Anamuona Yesu. Inafika wakati kuangalia wewe anabubujika machozi vile ambavyo unamhudumia kama Yesu ambaye hajali. Unaweza kumsamehe mara zote kama vile ambavyo Yesu anakusamehe. Unaweza kumtia moyo mara zote kuliko Yesu anakutia moyo. Yesu alikutana na wanafunzi maamuma hawajui chochote. Wajinga akakaa nao miaka mitatu anawafundisha kuomba hawaombe, anawafundisha kutoa pepo wanashindwa, anawafundisha tena, anawakemea, anawaona kwa upendo, anawarudisha mpaka inafika wakati anakufa anafufuka, bado anakufa anarudi tena kufua. Anamwambia jamani, nini mnafanya? Niliwafundisha miaka yote mitatu. Kwa nini bado Yesu hakukata tamaa juu ya mtu wake? Ilifika wakati alitoa kila kitu alichonacho, akamwambia vyote nilivyovisikia kwa Baba niliwaambia ninyi, nami ninawaagiza ninyi muambie hao waume. Alafu ilifika wakati mwanamke anapoingia kwenye Biblia, anafungua kurasa za Biblia, anajaribu kuchambua vile ambavyo kanisa linatakiwa kuishi na Kristo. Anajaribu kuangalia vile ambavyo kanisa linatakiwa liende kwa Kristo, vile ambavyo kanisa linatakiwa lifanye, vile ambavyo kanisa linatakiwa wabache, wamtafute Mungu, wafike wakati wanatoka kwa serikali, anajisikia, anafika wakati anasoma, akishasoma mpaka akaelewa kanisa vizuri, anarudi kwa Mungu wake, anafanya kama vile ambavyo anafanya kwa Kristo, anafanya kila kitu kama vile ambavyo kanisa linafanya kwa Kristo. Sipati picha ndoa ambayo mwanaume anakuwa kama Yesu, mwanamke anakuwa kama kanisa. Sipati. Naomba hiyo hapo. Naomba ipewe. Niwe Yesu ipewe. Yesu anacheka. Na hisi ni kubwa anafundisha kwa habari ya Kristo na kanisa. Ni yeye mwingine sikajui.
Sasa kama mlikuwa mnamtafuta Mungu kwa ajili ya kwenda mbinguni, leo kaeni kidogo, ongeza kidogo. Mwanamke ukimtafuta Mungu sio kwa ajili ya kwenda mbinguni tu. Ili pia ujue una namna gani ya kuishi na yeye. Na usijaribu kujifanyisha kama vile unavyoishi kwa Kristo, lazima uishi vile na Mungu. Sasa usijaribu kuwa na bidii kwa Kristo mpaka unajikuta hujali mume wako. Mungu anakuambia you know nothing about ndoa. Kwa sababu Paulo anasema wale wanaooa na kuolewa wanajishughulisha na mambo ya ndoa. Sisi wengine tuliamua mambo ya ndoa pembeni, tukaamua kukaa na Bwana. Kwa hiyo ukitaka na mambo ya ndoa yaweke pembeni, usio. Ila ukioa mtumishi wa Bwana, lazima ufanye na watu. Hii kubwa, mimi nasema kwa habari ya Kristo. Bwana asifiwe. Jamani, sinapenda kwa uzuri. Sasa mwanamke jitahidi kujua vile ambavyo kanisa inatakiwa kuishi. Kama uko tayari kulipa hiyo gharama, usiolewe baba, kulia. Na kama mwanamke unafikiri kwamba bado haijakaa vizuri, kulia tu. Tuko wengi na mimi mwenyewe mmoja wapo, Tatiana moja. Swali shida, bado niko nipo kwanza. Ni maana kuna mambo mengine ni ufunuo mpaka nahakikisha mwenyewe kupata ufunuo mpaka unaanza kuogopa. Bwana unafika wakati una speed ya kuoa kukutana na ufunuo mpaka unasema Mungu ngoja nichunguze kwanza njia zangu, maana sidhani kama nimestahili sana. Haleluya. 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 Tunakwambia kitu kimoja. Maisha yetu mbele za macho ya Mungu amerahisisha kiasi kwamba tunaweza tukamuelewa yeye tunapokuwa hapa duniani. Yaani kwa mambo yanayotokea unaweza kumsoma Kristo, ukamsoma, ukamuelewa, ukajua. Hakuna mmoja miongoni mwetu ambaye anaweza kaelewa vile ambavyo ana uhusiano wake na Mungu uko kwenye uzuri kiasi gani. Lakini ukijaribu kuchunguza yale yanayotokea baina ya nini ndio katika jinsi ya Mungu, unaweza kuelewa situation ya wewe na Kristo imekaaje. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa usichanganyikiwe kidogo kwa habari ya kitu ninachokwambia. Ninachosema ni hiki. Kuna vitu ambavyo Mungu amevichukua kama namna ya kukufundisha kwa jinsi ya mwili, lakini ni vitu vya roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unapomweka mwanaume na mwanamke mbele za macho ya Mungu, wote wanaonekana kama ni kanisa. Kwa wakati mwingine taabu iliyoko ndani ya kanisa zima na Yesu inaweza ikawapiga ganzi wanawake wakawa na tabia fulani ambazo hazieleweki. Lakini pia kuna wakati mwingine si kwa habari ya kanisa, ila mwanamke personally yeye mwenyewe kama yeye ndani ya ndoa anajikuta ana experience vitu fulani kutokana na uhusiano wake yeye na Kristo jinsi ulivyo. Bwana asifiwe. Kwa kuna vitu kwa habari ya kanisa kwa ujumla na kuna vitu kwa habari ya mke na mume kwa pekee yao. Sio kama naelewa kusema. Kwa sababu kanisa haizungumzii mwanamke peke yake, ila inazungumzia mwanamke katika mazingira fulani, na inazungumzia kanisa la Kristo kama mwili, viungo mbalimbali kwa pamoja. Kwa kuna tabia zingine ambazo zinawapa shida kwa wanawake, sio za mwanamke mmoja, lakini za vile viungo vya Kristo ambavyo vinashindwa kukaa pamoja kwa moja. Kwa hiyo Mungu amevichukua kama vilivyo vile tabia akaviweka ili kwamba tuweze kuvielewa. Lakini kuna wakati mwingine tabia ya wewe mwanaume kwa Kristo ile tabia moja tu anaichukua ile anaweka kwa mke wako, alafu unaanza kutafutana. Haleluya. 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 Kwa kama unapiga magoti kumwambia na mtiisha wewe mama, angalia vizuri umekaa namna si, kwa sababu kile kinachotokea baina yenu ni taswira ya yale ambayo wewe unayafanya kwa Yesu. Kwa hiyo kile unachofanyia Yesu kakichukua kakiweka kwa mtu afanye anakufanyia wewe. Ngo ana ukienda maisha yako usiombe, jaribu kuangalia wewe unafanyaje. Kwa na mimi nilichukua ile kwenye mpa na kuongea naye. Kwa hiyo ngoma na ngoma. Ukitengeneza kwangu yanatengemaa kwa. Kwa sababu mimi nimekazia macho ngo. Wewe unafikiri kama ni ngo. Wewe ngo na wewe. Mimi mwenyewe sijielewi tu, mimi najikuta kama nimefanya kumbe
yuko ana control ya Yesu, anambia kugonga hivi, na mimi ananigonga zaidi. Hello. Ninasema leo kwa wale kitu ambacho kinajua kuna watu wanatabasamu maana wanajua yanatokea. Na mimi sijaona kwa sijui uko ndani na kwa ashukuriwe Bwana maana nataka kusema ni kwamba kuna vitu vingine kama unamwambia Bwana, kumwambia Mungu nakemea hii roho, ikemee juu yako wewe umekiona kibanzi, igalia hicho wako. Kwa ndio kwanza boriki iko ni kitu lako. Na kile mkunzi aseme amen. Simple. Usitumie Mungu nyingi sana, simple. Ukirekebisha kwako na Kristo yanategemea wewe. Kwa sababu mwanamke anatarajia kujifunza kutoka kwako. Anapofika kati TV na chenga na yeye anachana. Anashindwa kukuelewa. Wanaume mko vizuri. Hawa dada wakiolewa hata kama ana upako kiasi gani, ukimwona upako wote chini. Yaani mwanake Bishop of my experience. Wadada wakiolewa alikuwa kuibada kwa kule kwa shamba na nini kimetokea. Kwa sababu akiolewa anaanza kutumia nguvu ya mume wake kupata kile alichokuwa anataka. Mwanzo alikuwa anatumia nguvu ya Yesu. Ila sasa hivi anatarajia miaka 50 ndio kuimba vizuri. Ndio kufundisha vizuri. Basi. Akimtia wote. Zamani alikuwa hawa sio ajali, sasa hivi anaanza kutumia mafuta ya kobi kama ndio kiroho vizuri. Usichukue mtoto wa watu, mambo tena naye. Nimeonyesha hivi natengeneza kuna vitu vilivyosalia kwenye mambo natengeneza mambo ya nyumbani. Nikamwambia tunakuletea. Ndale. Kila bado tuko kidogo. Natengeneza mambo ya nyumbani kwangu. Nimegundua bado simekaa vizuri. Maana kwa Yesu alikufa kwa ajili ya mwanamke. Alikufa. Alifanyaje? Wanaojua Yesu alifanyaje? Alikufa. Na unajua Biblia inasema kitu cha ajabu. Kwenye Yesu akasema, basi utamwacha baba na mama yako, utaambatana na mke wako. Unajua kumwacha baba na mama sio kwa mwanamke, ni kwa mwanaume. Mwanamke anamwacha baba na mama. Anayemwacha baba na mama ni mwanamke. Unakumbuka kwamba Yesu msalabani alikuwa ametundikwa, akamwambia mama mwangalie mtoto. Mtoto mwangalie mama, nendeni nyumbani. Nimeacha baba na mama yangu na ambatana na mke wangu kanisa, nami nimekuwa mwili mmoja na wao. Unajua baada ya kumwacha baba na mama, maana katika wakati kuna vitu ambavyo ulielewa navyo miaka 28, unapoingia kwenye ndoa lazima ukubali kuvizika kwanza. Uingie kwenye ndoa mpya kama umezaliwa leo. Kama Yesu alipofufuka msafi hataki hata kuguswa. Yaani ndoa manake imefufuka kwenye wafu. Kama hujui, kama hujasoma ya kwamba Adam alipokuwa anatafutia mke wake, Mungu alimpiga mwali, akamlaza usingizi, akatoa ubavu, alafu baada ya kutoa ubavu, Adam aliposhuka akamkuta mke wake, akasema, huyu ni mfupa kati ya mfupa wangu na nyama kama nyama yangu. Kwani hujasoma ya kwamba Yesu Kristo kabla hajaendelea kosa kanisa, alikulipa msalabani, akafa, akamtoboa ubavu. Wakamzika, alipofufuka akasema, sasa ninalo kanisa safi, takatifu, mbele za Mungu. Kwani hujasoma kwamba lazima unapoingia kwenye ndoa uwe umetoka usingizini kulala, ni msafi, umetakasika, hauna dhambi hata moja, hauna mawaa, hauna makuu, hauna mazoea, hauna tamaduni, hauna tabia za nyumbani kweli. Unaenda kwa mke wako kama ulivyo, unaanza maisha mapya na yeye, unamwambia mke wangu nilizoea yale yalikuwa nimezoea, lakini sasa naanza upya na wewe na mke wako, kwa sababu yeye anataka kukutii wewe. Wewe shida yako unakuta na tabia zako wao. Kama ukubali kutii, tabia zote zitabaki huko, kwa sababu atakuwa anaenenda kwa maongozo ya mwanaume mtakatifu msafi aliyotoka kuvuka katika wafu, ambaye hana mazoea wala nini.
Sasa uko tayari kuachana na baba na mama? Kama uko tayari, subiri kidogo kidogo, wewe utatiana moyo. Kutika macho yako hapo. Rigo shaka na usika. Roho sana buka mshinda basa. Natamani niombe na watu. Nasema na wewe. Natamani niombe na watu hapa. Mtu ambaye anasema nahitaji neema ya Mungu katika zoezi hili. Bishop kwa hapa tusaidie. Bishop kwa hapa tusaidie. Naomba kanisa zima kulipokuwa kuliko macho kusimama juu. Ndio mikono yangu chini. Yana kumwabudu. Yana kumwabudu kwa katika church. Unazungumza na yule ambaye Rose. Lakini yuko mtu mmoja ambaye anasema naomba Mungu anisaidie. Nahitaji neema. Nahitaji neema. Natamani Bishop aweze kuomba sisi. Popote ulipo. Kwa sababu tukasogea mbele kidogo. Afu tuombe pamoja. Sasa tunahitaji neema ya Mungu. Kuna mambo ambayo nayaona Mungu anisaidie. Ni moyo wa unyenyekevu. Kama vile ambavyo kanisa linaelekea kwa Kristo na kuhitaji neema yake na kuhitaji uwezo wake, kuhitaji Mungu. Sababu ni wale watu ambao ndani ya neno wanasema fulani kiongee leo unakosa. Kusoma mbele tuombe pamoja. Neema ya Mungu ikusaidie. Maharaka sana kabla tufikie kwa Mungu. Kwa hiyo chache naomba kama uko mtukufu tuombe pamoja na Jesus. Na kusubiri wewe katika church na tuombe pamoja. Neema ya Mungu iko kusaidia. Ni maisha tunaishi. Nani anajua kesho yetu? Nani anajua tunapoelekea? Nani anajua? Mungu anasema na wewe kwa moyo wa upendo tu. Jesus. Naomba Yeshua tupe Mungu mmoja kwa huru nzuri. Kama bado nisikia kutembea kufanya hivyo. Napenda kumkabidhi Mike Bishop